وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, muhadhara wa leo ulikuwa ni wa Sheikh Hassan Ahmed hafidhahullah, lakini kwa dharura zisizoepukika pata safari hivi tunazungumza huko Tanzania, na hivyo hakuweza kuhudhuria programa aliyoendea kwa sababu pia ameshikika. Kwa hivyo ikawa ni dharura leo muhadhara tumshikilie kama kawaida, na tutakuwa na yeye, Mwenyezi Mungu akimpa shafaa ajila na akirudi salama salimin, tutahitimisha naye katika hizi siku zilizobaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muhadhara wetu wa leo ni sehemu ya 5 na ya mwisho katika umuhimu wa elimu ya sharia. Sehemu ya 5 na ya mwisho katika ahamiyatu ilmi shar'i, umuhimu wa elimu ya sharia. Tunaanza na qaulul ulama. Ulama wetu wasema al-ilmu shar'i, elimu ya sharia, yarfidul mujtama, husaidia mujtama bil ulama'i al-muahilin, kwa wanavyoni waliojiandaa, fi kulli majalin min majalati sharia, katika kila nafasi, kwenye nafasi zote za sharia. Kama anna al-ilma shar'i, kama ambavyo elimu ya sharia yaqumu birafdil mujtama'i bil ulama'i, husimama kwa kusaidia mujtama kwa wanavyoni kupitia kwa elimu ya sharia. Mujtama huwa na wanavyoni, wal khutabai, na makhatibu, alladhina ya'taluna manabir almasjidi, ambao wanapanda mimbari za misikiti, liyuallimu an-nasa dinahum, ili wawafundishe watu dini yao, wayuqaddimu lahum an-nasihata wal mau'idha, na wawatolee, wawatangulizie nasaha pamoja na mawaidha. Tumeanza na makala ya wanavyoni wetu wakizungumza umuhimu wa elimu ya sharia kwa kutoa wanavyoni katika mujtama na makhatibu wa kuweza kutengeneza mujtamai wetu wa Kiislamu. Imamu Bukhari katika hadithi namba 71 kwenye sahihi yake, na Imamu Muslim kwenye sahihu Muslim hadith namba 1037, an Muawiya ibn Abi Sufyan, kutoka kwa Muawiya kijana cha Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, asema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume rehma na amani zimshikie asema. Asemaje? man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din,
yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amtakia khairi humpa fahamu katika dini. Ule atakiwa khairi na Mungu humpa fahamu katika dini. Lakini angalia taaliki ya wanavyoni wetu. Wal fiqhu fi lugha, kwanza ambaye Mungu anamtakia khairi humpa fahamu katika dini. Humpa fahamu katika dini kwa kulijua lipi? Humpa fahamu katika dini kwa kuijua elimu ya sharia. Sasa sikiliza taalik. Wal fiqhu fi lugha, hii fiqhi katika lugha huwa alfahamu, ni fahamu. Alfiqhu fi lugha alfahamu, fiqhi katika lugha ni kufahamu. Kisha ulama asema thumma ghalaba itlaquhu ala fahmi ad-dini wa shar'i, kisha ikaghilibu kukusudiwa kwake, ikaghilibu matumizi yake hili la fiqhi juu ya ufahamu wa dini na ufahamu wa sheria. Kwa hivyo itakuwa alfiqhu fi din ni kufahamu dini na kufahamu sheria, na kufahamu sheria ni kufahamu elimu ya sheria. Tayib, ndio Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah, sikiliza makala yake. Alfiqhu fi dini, ufahamu katika dini. Fahamu maani al-amri wan-nahi, ni kufahamu maana ya maamrisho na makatazo, amrisho na katazo. Ufahamu katika dini ni kufahamu maana ya amrisho na katazo. Ujue hapa nimeamrishwa natakiwa kufanya, hapa nimekatazwa natakiwa kuepuka. Imagine leo mada ya umuhimu wa ufahamu wa sharia ni sehemu ya ngapi? Ni sehemu ya 5. Kwa nini tuzalishe sehemu zote hizo? Ni kwa sababu ili Waislamu na watoto wetu wa Kiislamu wawe na tanabuhi katika kuisoma sharia, ili ujue penye amri patakiwa kutenda na penye katazo patakiwa kukomeka na kuacha. Kwa nini lahimizwa la umuhimu wa elimu ya sheria? Ili walimu wetu wa sharia wakituondokea, kuna walimu wa sheria wamesimama. Wakiondoka hawa husimama hawa, gurudumu la kuenezwa sharia ya Mungu liwe linaendelea mpaka kipindi cha mwisho cha maisha ya uhai wa mwanadamu. Pia kulingamana na hali zilivyo na ujinga jinsi unavoogelea na mafatwa mengi ya watu sampuli, kila mmoja amekuwa ni ahlan, ni mwenyewe wa kuhusika kutoa fatwa. Subhanallah, matatizo ya kutojua watu yamezidishwa kwa waifanyao wajuzi wa watu. Hapo hatuoni kwa pointi hiyo tu ya kuwa pana umuhimu sana vijana kuisoma ilmu ya sharia? Bila shaka. Sasa lisikizeni neno la Ahmad ibn Taymiyyah Sheikhul Islam. Fiqhi katika dini ni kufahamu maana ya amri na nahi. Je, uamrishwapo wajua kuwa hii ni amri yatoka kwa Mungu? Na amri hapo umeifahamu ya kulazimu kuwajibika ama ya kulazimu kutoka kwenye amri ya kuwajibika kwenye amri nyingine, kama jinsi inavyoleta faida amri ikitoka kwenye uwajibu huenda kwenye nini, ili ulifanyalo walifanywa kwamba kuwa ni wajibu, ama walifanya kuwa si wajibu, pengine miongozo tu katika miongozo fulani wapewa, sio kwamba kuwajibika kutenda.
bila elimu ya sharia huwezi kujua. Tayeb, hasikiliza. Liyastabshira al-insan, Ibn Taymiyyah asema ili awe na furaha, bishara mwanadamu, fi dinihi, katika dini yake. Ukijua elimu ya sharia huwa na furaha sana katika dini yako. Kwa nini? Kwa sababu halali kwako mwazi kwa bayana ya Mtume, haramu kwako ni wazi kwa bayana ya Mtume, na ile baina ya halali na baina ya haramu pana mambo ya shubha. Wewe kwa elimu ya sheria ushajua kwamba kuwa ashubhatu yambaghi alayya an attaqih, shubha kwangu yanipasa niitenge nayo. Kwa nini? Kwa sababu wajua kupitia kwa elimu ya sharia, kwa elimu ya sharia kwamba kuwa amesema famanittaqashubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi, mwenye kujiepusha na shubha ametakasika na dini yake. Kutakasika na dini ilo kutakasa ni ujuzi wako, ufahamu wa sharia. Wa irdhihi, pia ametakasika na heshima yake. Mafhumu? Bila ilmu shar hapo takuwa hakuna kitu, huwezi kuwa nabisha. Na ni kweli, mwangalie msomi yoyote una furaha. Kwa nini una furaha? Akiweko pahala popote likinenwa lolote liko katika dira kipimo chake cha kuwapima hawa watu walivyo. Huneneka hapa pia ni elimu inampa mizani. Huneneka tanena, haineneki tanyamaza ama taondoka. Ni kontroli za elimu ya sharia ndizo zimefanya. Huna elimu ukenda panjadala na vote sivasomi, na wewe taona kushindwa tachangia, na kila achangiae huharibu. Ndio umuhimu wa kusoma elimu ya sharia. Kisha sikiliza Ibn Taymiyyah asema, ala tara qawlahu ta'ala, wewe hulioni hili neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema liyatafaqahu fi din. Mungu aliposema liyatafaqahu fi din, ili waelimike katika dini, na kuelimika katika dini ni kuisoma elimu ya sharia. Kisha akasema waliyundhiru qaumahum, na ili wawaonye watu wao, idha raja'u ilayhim, warudipo kwao, la'allahum yahdharun, ili wapate kuwa na tahadhari ya mambo mabaya. Kwa hivyo asomae kwa mujibu wa hii aya ya 122 suratu Tauba, kisha hurudi kwa wakwao na watu wake ambao ni Waislamu, wawaelimishe, waelimike, wawaonye, waonyeke, ili wapate kuwa na tahadhari ya mambo mabaya. Huna elimu ya sharia utakuwa na tahadhari na mambo mabaya. Kwako waweza ibaya likawa ni zuri, na izuri likawa ni ibaya. Ndipo ikawa kana umuhimu vijana wetu, someni elimu ya sharia. Tunaomaliza muhadhara huu wa sehemu ya 5 kwa kuwatazameni mujtama, na mutazame makundi katika mujtama. Makundi imekuja mimbabil aghlabia. Makundi kuwa mimbabil aghlabia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema sataftariqu ummati ala kam 73 firqa, au sivyo? Sasa hebu Mtume kusema umma wangu utafarikana makundi 73. Makundi mangapi? 73. Hivi sisi tukihesabu makundi yalozuka na kila mmoja kwa lake, wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, ni 73? Ni 73? Ni over 73. Kwa hivyo hapa tutasema mimbabil aghlabia, makundi ni zaidi ya hapo. Je, makundi yote haya yalozuka bila ya kisomo na ufahamu wa elimu wa sharia huokotwi? Na
pengine uokotwe na kundi ambalo halijambo, kuna ukapita na upepo kwa kundi ambalo ni kasrani katika sharia, utafanyaje? Makundi shehena kwenye mlango wetu wa Ahlus Sunna wal Jamaa tayari kumepenya hapo, na kila mmoja huona yeye ndio uko sawa, wengine hawako katika sawa. Na badala ya kuvutana kwenye ufahamu wa sheria na kufahamisha vijana wetu, hutengana na kusukumana. Na badala ya watoto kuwafundisha elimu ya sharia ya kuheshimu wanavyoni, huwafundisha kujitengana wanavyoni na kutukana wanavyoni. Si unga utazidi maji hapo. Mimi ikiwa naipenda sunna, na naipenda sunna sio mchezo, na halikubaliki kwa kasrani yoyote atakayechangaza kwamba kwa Bahero ni mubtadi au si mtu wa sunna kabisa. Na hapa kwenye kikao hiki cha sehemu ya 5 ya umuhimu wa elimu ya sharia, yoyote aonaye mimi ni mubtadi, tujitokeze na yeye popote hadharani, sitaki chumbani, hatuendi kumposa mtu hadharani, ili anithibitishie, nimthibitishie, tupeane mikono, tusongeshe mbele gurudumu la sunna kama wazee wetu na babu zetu walivyotufundisha sunna, wameenda mbele za haki. Na sasa tushikane sisi, tuliendeshe katika athari tulizoachiwa. Ni mvurugo si mvurugo? Ni mvurugo. Bila ya ufahamu wa ilmu wa sharia utaokotwa. Manake utaokotwa, uta confused kabisa, utasema kwamba kweli mimi kiswali nikitoka kwenye rukuu nende kwa vitengele, nende kwa magoti, au sivyo? Hivi vijitofauti vidogo vidogo ndivyo vilivyofanywa majabali na walotoka kwenye mlango wetu wa sunna kwa jina walipendalo. Lakini uhibbu sunna, naipenda sunna, wa udafi'u ni sunna, na naitetea sunna kutoka nianze da'wa mpaka leo, na nitakufa katika kuitetea sunna. Na mapenzi yangu ya kuipenda sunna kwa ufahamu wangu uchache wa elimu ya sharia ni baina yangu mimi na Mungu wangu, si kibali cha mtu wala fomu ya mtu. Mungu ndiye anijua kwamba kwa mimi naipenda sunna na naitetea sunna. Wewe kuwa utashindana na maasiliano yangu na Mungu wangu ni wewe, lakini ukati wangu na Mungu wangu ndiye anayenijua kwamba kwa naipenda sunna ama naikejeli sunna. Na nitapambana na wahalifu wa sunna, sipambani na mtu mwenye harufu wa sunna. Mwenye harufu wa sunna tamweka sawa tu, takwambia tu kwamba kwa wazidi kuharibu mambo na watu hawana ufahamu wa elimu ya sheria. Twende tukaone raha kwa maneno ya kina Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah kisha sema faqarana al-indhara bil fiqh, amekutanisha Mwenyezi Mungu indhar waliposema waliyundhiru qaumahum bil fiqh, kakutanisha na fiqh, liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum, amekutanisha. Fadalla, akasema shekhe ikajulisha, anna al-fiqh, kwamba fiqh ufahamu, ma waza an muharramin, ni kitu kilichogawanywa kwa kilichoharamishwa, au daa ila wajibin, au kilicholingania wajibu. Wa khawafa an-nufusa mawaqi'ahu, ikahofisha nafsi kuingia katika hayo. Yapi? Al-mahdhura, mambo ambayo ni ya haramu. Haya nimeyatoa kwenye volume ya 6 safha 171 katika Al-Fatawa Al-Kubra
ya Ibn Taymiyyah, hata katika Majmu'ul Fatawa ana volume 6 al-Fatawa al-Kubra, kuna na Majmu'ul Fatawa kwenye volume 12. Wasomi wote hilo wanalijua. Kwenye Majmu'ul Fatawa hii nakala iko kwenye volume ya iko kwenye volume ya 20, nimekosea, una volume 22, safha 212. Sasa al-Imam an-Nawawi asemaje? Asema fihi fadilatul ilm. Hii aya inayosema liyatafaqahu fi din, mwanzo aya inasema falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Sasa hii aya al-Imam an-Nawawi asema fihi fadilatul ilm, ndani yake pana maonyesho ya fadhila za elimu. Manake liyatafaqahu fi din, ili waelimike katika dini. Watafaquhu fi din, na mtu kutafakahi katika dini. Walhatha alaiha, na kuhimiza juu ya hilo. Wasababuhu, na sababu yake annahu qaidun ila taqwa Allah ta'ala. Ufahamu wa dini ndio unaomvuta mtu kumpeleka kwenye uchamungu. Huwezi kuwa na uchamungu ukiwa huna ufahamu katika dini, na huwezi kuwa na ufahamu katika dini ikiwa huna ufahamu wa elimu ya sharia. Haya yako katika Sharh an-Nawawi ala Muslim volume ya 7 safha 128. Ndipo ulama wetu wakasema fatuhsalu min dhalika, hupatikana katika hilo anna al-fiqh fi din, kwamba fikihi katika dini, ufahamu katika dini, huwa, sikia vizuri, hupatikana katika hilo kwamba ufahamu katika dini ni nini? Fahmu muradi Allahi ta'ala min ibadihi, ni kufahamu muradi wa Mungu aliyetukuka kutokamana na waja wake. Na wewe pia shati ufahamu muradi wa Mungu kwako. Utajuaje muradi wa Mungu kwako kwenye maamrisho ama kwako kwenye makatazo ikiwa huna nubdha ya ufahamu wa elimu ya sheria? Sawa'an kana muraduhu tasdiqan lil khabar, wana maneno sawa, iwe makusudio yake mkusadikisha habari, au amalan bi amrin, ama ni kutenda maamrisho, au intihaa an-nahi, au kukomekana katazo. Falaysa fahmul ilmi fahasab, sikia maneno, sio kuwa ni kufahamu elimu bas, balil fahmul hamilu li sahibihi, bali mfahamu kuna kompelekea ule mwenye kufahamu ala al-imtithali, juu ya kufuata amri. Ndipo Sheikh Ahmad Lali, mkiukumbuka muhadhara wake katika mukaddima, asema tunataka tufahamu al-imtithalu bi shar'i Allah. Mimi katika kuitukua hiyo point kuunganisha na muhadhara wa umuhimu wa ufahamu wa elimu, nikasema ya kwamba katika al-imtithalu bi shar'i Allah, kufuata sharia ya Mungu, iko kwenye mawili: al-imtithalu bil awamir wal intihau bin nawahi. Kisha tukasema ukiwa kwenye al-imtithal bi shar'i Allah bimtithali awamirihi, wewe utaingia kwenye kile kigao cha wafiqhi walivyosema, uko katika kismul munjiyat, au sivyo? Kigao cha
yenye kuokoa. Ukitokomeka na makatazo, ukawa wewe hufanya makatazo, basi utaingia katika kismul muhlikat. Na ukitazama hata nususi za sharia, miongoni mwa nususi za sharia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikwambia ittaqu sab'al mubiqat. Mbona alisema jitengeni na jikingeni na mambo saba yenye kuangamiza? Mbona hakusema mambo saba almunjiyat? Kwa sababu mambo saba yote hapana amri ya kutenda, pana amri ya kukataza, pana nahi ya kukataza. Kwa sababu nahi katika usulul fiqh inakuja kwa sampuli mbili. Inakuja kwa sighatun nahi, ama inakuja kwa sighatul amri. Na ambapo umeona bila ufahamu wa umuhimu wa elimu ya sharia, hayo hayapandi utaweza kufanya lolote. Utasema ya kwamba katazo ni mimi kuambiwa, mfano la takrabu zina, la taakulu riba. Kila sigha iliyokuja kwa lanahia, basi itakuwa kwangu mimi ni katazo. Ukipewa amri na amri ile ni ya katazo, huja katika mustalahi za sharia za watu wa fiqhi na wenye usul fiqhi. Wewe ikiwa huna elimu ya sharia utasema hapa ni amri na kumbe ni katazo. Nitakupa mfano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan fajtanibuhu. Haikuja kwa sigha ya nahi bila nahya, imekuja kwa sigha ya amri bimaana nahi. Fajtanibu waqalu fi dhalika fa idha umira bil ijtinabi faqad nuhiya 'anil qurbi lianna al amra ala shay'in nahyun 'an dhiddihi. Wewe ukiamrishwa kusimama ndio umekatazwa kuketi, ukiamrishwa liepuke ndio umekatazwa kukurubia. Tayib, sasa umeona sigha imekuja kwa amri. Sasa bila ya ufafanuzi na upambanuzi wa wewe kusoma elimu ya sharia, hutoona umuhimu wake. Hapo amri utasema ni amri na kumbe ni nahi. Yote ni umuhimu wa kufahamu elimu ya sharia. Sasa sema sio kwamba ufahamu wa ni kufahamu elimu fahasb, bali alfahamu alhamilu li sahibihi, bali ufahamu wa kumpelekea mwenye kufahamu alal imtithali, juu ya kufuata. Sio nimefahamu sifuati, baada ya kufahamu kufuata ndio umuhimu wa kufahamu elimu ya sharia. Nimefahamu sheria swala, huswali, sivyo? Nimefahamu ni sheria kufunga, sifungi. Sasa waambiwa si ufahamu wa elimu itoshe, bali ya kumpelekea mwenye kufahamu kutenda. Thumma an-nasu yatafawatuna fi dhalika. Ulama wetu wasema kisha watu watafautiana katika hilo. Ilman, kutafautiana kielimu, wa amalan, na kutafautiana kutenda, wa halan, na kutafautiana hali. Famin muqillin au mustakthirin, katika kutenda kuna wenye kutenda kwa uchache na kuna wenye kutenda kwa wingi. Waqad ja'ala Allahu bikulli shay'in qadra, na kila kitu Mungu amekiweka kwa kipimo, na kila mtu huenda kwa vipimo vyake. Vyote hivyo bila kufahamu elimu ya sharia zitafahamika? Hazifahamiki. Falan tastaqima ibadatun sahiha, halilingani kabisa ibada sahihi, wala ucha Mungu wa manufaa,
illa bililmi shar'i, isipokuwa kwa elimu ya sharia. Ibada haiwezi kuwa sahihi, haistakimu, hailingani mpaka wewe ukajisema hapa mmefanya sahihi, mpaka kwa elimu ya sharia. Elimu ya sharia ndio itakayoifanya udhu kuwa udhu, na kama ingekuwa elimu ya sharia hangesema Mtume wailun lil'aqabi minan nar. Elimu ya sharia ndio itakayoifanya swala iwe swala. Lau si elimu ya sharia asingesema Mtume kumwambia musi salati irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Yote hiyo ni kwa sababu ya kipimo cha elimu ya sharia. Tayib, sasa alilmu shar'i, elimu ya sharia, yatamakkanu alabdu min tahqiqi alubudiyyati lillahi alwahid ad-dayyan. Sikia maneno ya wanavyoni. Elimu ya sharia hummakinisha mja kuhakikisha ubudiyya ya kusimama kufanya ibada kama mja wa Mungu, kumfanyia ibada Mungu wa alwahid peke yake, ad-dayyani mlipaji. Bila elimu ya sharia utakuwa na madai ya Mungu ambaye ni ad-dayyan, na hapo hapo una viungu vingine kwenye mikono na kwenye viuno na kwenye shingo. Kama huna wewe, una watoto umewapachika vijiungu watoto wako kabisa, bila shaka, kwa sababu elimu ya sharia ndiyo iliyokuelekeza wewe kwenye wahdania. Bila ya elimu ya sharia, kuna waloona utatu ni kweli kabisa na wakauwata Uislamu, wakenda kwenye itikadi ya Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu haki, na kwenye hapo huokotwa wengi, na kuna wengi waliookotwa wako katika unaswara na wakaona kwamba kwa hiyo ndio dini ya haki. Lakini kama walikuwa na ufahamu wa elimu ya sheria, wangepata kioo cha aya hii tu, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi. Angalifahamu din hii ad-din ala ad-dini kulli, kumbe kuna dini nyingi. Naam, kuna al-milalu wan-nihal, kuna al-milalu wan-nihal, al-adyan wal-firaq, na pana vitabu chungu mzima kwa miji volume tofauti zaeleza al-milalu wan-nihalu, kwa maana al-adyan wal-firaq chungu mzima. Sasa ni ipi dini ilopasua ikaogelea ikazamisha dini zote? Bila ya ufahamu wa elimu ya sharia utasema dini zote ni sawa na zote za tuelekeza kwenye Mungu mmoja. Hata Wakristo ndio wanasema hivi. Lakini ikiwa una ufahamu wa elimu ya sharia, ungejua inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Lakini yote atakaofahamu wa elimu ya sharia. Elimu ya sharia hani maneno ya wanavyoni tu, fahuwa al-kashifu ani shubuhati. Elimu ya sharia huweka wazi mambo ya shubha. Mwasemaje shubuhati siku hizi? Kuna shubuhatun wa abatil, shubha nyingi na batili nyingi, na kila aliyeshika shubha anaigandamiza kwa kuipa misingi ya dalili ambazo hazina ishara, dalili ambazo hazina kaifiyatul istidlal, dalili ambazo hazina zile maqasidi ambao takriban 6 ama 5 ambayo ya kushiria wewe kuifahamu nas, maana nas, mafhumu nas, mantuqu nas, isharatu nas,
dilalatun nas, zote hizo mpaka uzisome ili ujue ufahamu wa sheria, huwezi kuingia katika shubuhat. Angalia, mpaka tumechungiwa vijitabu vijidogodogo kwa sababu hizi shubha nyingi, na vana wetu wenyewe hawataki kusoma. Kisha kusoma kujua kutoa salamu mbele ya watu ndio tayari washakuwa madoktora na mamajesteri na wengineo. Hii ndizo dhiki katika mujtamai wetu. Imekuwa sasa waheshimiwa wanavyoni angalia, pana hichi kitabu kinachoitwa Shubuhatun wa Abatilu Hawla Ta'addudi Zawjati Nabii. Wewe usipojua elimu ya sharia utasema mtume kafanya blanda. Kwa nini sheria ya mtume kwa bayana yake? Hadha bayanu linnas, hii Qur'ani ni bayana kwa watu. Bayana kwa watu ni Mungu kuwashaiweka wazi. Sasa ilikuwaje bayana kutoka kwa mtume? Kwa kibali cha Mungu, kwa kumfanya mtume wewe uwe mubayinun, ulete bayana na isichelewe bayana wakati wa dharura, ikawa ni qaidatun muqarrara fi ilm al-usul, la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja. Sasa mtume alibaini nini? Na hii Qur'ani bayanun linnas. Mtume alibaini alivyotakiwa abainishe na Mungu. Mtume alibaini alivyotakiwa abainishe na nani? Na Mungu. Kwa sababu Mungu kashabainisha. Kuna aya gani ile wanasema kuwa hutubu walipokuwa wakimfanyia tabu mtume Muhammad? Katika suratul Isra, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsanu tafsira. Sasa angalia hapa tu, hawakuletei mfano yoyote makafiri, illa ji'naka bilhaqqi, isipokuwa sisi tutakuletea kwa haki, wa ahsana tafsira. Sasa nitaka hapa ili tusipate shaka ya bayana ya mtume kwa kitu ambacho kishabainishwa. Aliposema wa ahsana tafsira, almufassiruna wanasema ahsana bayanan. Shuf, ahsana bayanan bima nadribuhu min al-amthal wa manasuquhu min al-barahin. Tumeleta na ahsana bayanan, bayana mzuri kwa mifano tunaoipiga, bima nadribuhu min al-amthal wa manasuquhu min al-barahin, na huja tunazozileta, hata naweza kusema na huja tunazozisuka ili ifanane Chechu na Kiarabu. Bima nasuquhu min al-barahin, na huja tunazozisuka. Na sisi tukisema kusuka kitu, huwa hakukusukwa kwa sumba shekhe, kimesukwa kikweli, na kilichosukwa huwa si nno kukachika shekhe, au sio? Kwa hivyo sasa jambo siku zote ukilisuka kwa dalili za Qur'an na kwa hadithi zilizosahihi, nani atakaye kuangusa? Subuto achinchuta kuyangusa Qur'ani. Ukinena mita kubidiika kuyangusa Qur'ani, mkwambua ufanya kishindo utaka kumwangusa Mungu, ni hodari nkuru sana. Tayeb, sasa mtume alioa zaidi ya wake 4, na yeye kwa mujibu wa matimbuko ya kitabu cha asili wake wangapi? Ukichia 5 waambiwa ni haramu liwujudi mani'in, au sivyo? Kwa sababu katika sharia yetu hii kuna ahkamu shar'iyya taklifiyya, kuna ahkamu shar'iyya wad'iyya. Tukasema ahkamu shar'iyya taklifiyya, tulipewa ya sharia 5. Lip alwajibu, almandubu,
almuharramu, almakruhu, almubah. Mangapi? Matano. Katika ahkamu shari, mbona watu usulu walisema ahkamu sharia? Ni huo umuhimu wa kujua elimu ya sharia, na elimu ya sharia mawe yake ni fikihi ya Kiislamu kwenye matimbuko ya kitabu kitakatifu. Angalia katika ahkamu shar'iyya alwad'iyya, waliweka matatu yanayotumika sana, lakini pia wakasema wa minha ahkamu shar'iyya alwad'iyya, tulipata asababu. Jambo huwezi kufanya mpaka liwe na sababu katika sharia. Ashartu, jambo huwezi kufanya mpaka ukamilishe sharti. Almani'u, kizuizi. Kuna vitu vingine mvizuizi huwezi kufanya liujudi mani. Kisha wakasema wa minha sihhatu wal fasad, ikawa huku kuna matano na huku kuna matano. Sasa wake wanne ndio ramani tuliopewa. Kwa hivyo taka kuchia watano, waambiwa haifai kuchia watano. Kwa nini haifai? Msomi atakwambia liujudi mani'in, kwa kupatikana kizuizi. Mani' gani? Tahta ismatika arba niswa, wewe kwenye hifadhi yako una wanawake wanne, kwa hivyo watano ni kizuizi. Mwanamke hafai kuswali, hafai kufunga. Kwa nini? Liujudi mani, kwa kupatikana kizuizi. Kizuizi gani? Uko katika ada yake. Ada yake ni kizuizi cha kumfanya yeye atekeleze ya sharia. Hakadha ndio ahamiyatu ilmu shari. Walmuhadhibu lishahawati, elimu ya sharia ndio hupanga matamanio. Waweza ukawa na matamanio chungu mzima, kwa sababu ndivyo namna ambavyo Mwenyezi Mungu kampambia mwanadamu, na akawapambia watu zuyina linnasi hubbu shahawati, katika hizo zilizotajwa katika aya mpaka mwisho. Lakini hintazini kwa watu, sasa watu matamanio yamewaweka mbele sana. Elimu ya sharia ndio itakupa mpango wa matamanio yako, si kwa kuwa kila unachokitamani chenye mivukuto atakifanya tu. Wewe ukiambiwa oa, sina haja kuoa. Kwa nini? Kuoa kwani sikukidhisha hawa tu? Kama nkukidhisha hawa si wana wake tele, yoyote naweza kumpata kwa rika lolote, kwa umri yoyote. Na sharia imekupangia vipi kwenye matamanio yako? Imekupangia shahawa muafaka zinazotakiwa na shahawa ambazo si muafaka, hazitakiwi kwa namna yoyote, kwenye hali yoyote kati ya hali. Tulizungumza katika sehemu zilizopita, hata huwezi kukidhi shahawa yako bidharurati zina, na yote haya ni katika umuhimu wa elimu ya sharia. Huwezi kusema hivi uzini, tasini mitazini, bas a'udhu billahi minash shaitani rajim, heri nenda kafanye masturbation. Mfahamu? Heri nenda kafanye masturbation. Na wako wanaopapilia hayo na kutoa fatwa kwa kuona kwamba kwa masturbation hakuyambo. Masturbation la kwambia hayambo tu, ni kwa hayambo inaoyambo tena mambo kuu. Na livi hilo la kutumalizia sabuni tumachoni, yambo idoda hilo. Sabuni zikava hutilifika, wewe unena kwamba kwa si neno hizo sabuni zinataka kuogea na kuosha maiti, ukava udhichumia na kuchuvundia mifereji tu. Neno tena neno lote. Tena mimi nasema hata sina wasiwasi, kwa sababu matimbuko ya sheria hayaneni kwamba kwa upige kinoo kabisa. Matimbuko ya sharia yako kwenye walladhina hum li furujihim hafidhun, tena kuhifadhi tupu kwa namna yoyote. Istithna ilikuja illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Ukitaka kukichia hicho kinoo chako, si illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, mkono si mke, au kukidhi shahawa kwa mnyama si mke, wala kukidhi shahawa
hata kwa kutimba kishimo kiwe ndicho mke wako, sinke takwenda kuituna tu, kuituna ngozi birashi na sinama ya kununuliwa kwenye soko yoyote. Ahamiyatu ilmi shari, umuhimu wa kusoma elimu ya sharia. Ikiwa huna elimu ya sharia, vioja utakavovifanya wewe mwanadamu ni afadhali nyama. Ndipo Mungu akatutukulia sharia kutoka mbinguni. Mbona hakusema Mwenyezi Mungu nimewaletea habari kupitia kwa mitume, pangeni wanavyoonekana 3,000 kwenye kila kaunti. Wanazuoni 3,000 hao ndio watakuwa wakiwa kontroli kuwapangia sharia, hili lafa, hili alifaa, hili fanyenye, hili alifaa. Wallahi kungekuwa na watu wa masturbation, vyama na kamati na machameni na nini. Lakini angali hakusema mpange bunge la kupangiana kanuni zetu, alileta sharia kutoka kwake aloitunga yeye, ambao la tabdila li khalqillah, kitabun la raiba fi, tanzilun min hakimin hamid. Hakuna kukosolewa kabisa, ndiko kikaweza kutukontrole. Ndipo Qur'ani hii tukufu ikasemaje? Ikasema waman ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Hapa kusema mwenye kushikamana na Mungu, kushikamana na Mungu, kushikamana na kitabu chake. Wanasema faqad hudiya ila siratin mustaqim, ina maana ukishikana na kitabu kisichokuwa cha Mungu hupati muongozo kwenye barabara ilo sawa, kwa sababu Qur'ani ni uongofu. Mwenye kutaka uongofu kwa isiyokuwa Qur'ani haongoki. Qur'ani ni ufanifu na mafanikio. Mwenye kutaka mafanikio kwa isiyokuwa Qur'ani hafanikiwi, na dalili ziko wazi. Soma sharia ya kitabu cha sharia. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan. Mbona ma'ishatan dhanka? Kwa sababu amekipuza manhajul ilahi, manhaju sharia, shari'atul mujtama, amekipuza, ndio akawa na maisha ya dhiki. Isitoshe wanahshuruhu yawmal qiyamati ama. Ukizisoma mpaka mwisho, mpaka kulalamika limahshartani a'ma wa qad kuntu basira, jawabu lake lilinrudisha kwenye ufahamu wa sharia. Kadhalika tatska ayatina fanasita wa kadhalika alyawma tunsa. Angalia amekuregesha kwenye kutoifahamu na kuipuza hiyo manhaju sharia, manhajul ilahi, shari'atul mujtama. Nikisema hivi pia huwa sikukosea. Hebu tuendelee maneno ya waheshimiwa wetu. Huwezi kuhakikisha al-ubudiyya lillahi al-wahid ad-dayyan ikiwa huna ufahamu wa elimu ya sharia. Swala sharia, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatubainishia sharia, na bayana ni alivyoibainisha Mungu. Ni Mungu kumwambia Mtume bainisha hivyo, ndipo ile sema wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mpaka ufunuo. Kwa hivyo mpaka kusema sallu kama raaitumuni usalli, ndivyo alivyoambia wafundishe swala hivi, kisha akasema hivyo. Tayeb, sasa fahuwa al-kashifu ani shubuhati. Elimu ya sharia hufungua wazi shubha. Unajua jambo la shubha, na mtu akikwambia jambo sema kwamba wala hilo jambo naliona na shaka, sharia inakusaidia. Kisha sikia ulama asema mudhakaratuhu tasbihun. Kauli hii yafanana na kauli ya jana iliyotajwa na Muadh katika sharh muqaddimatil al-majmu' mukhtasar ya majmu' sharh muhadhab ya Imam an-Nawawi. Mukhtasari yake ni sharh mukhtasar al-majmu', ni volume moja tu, tena kitabu kidogo kama Bulughul Maram. Tulimnasa Muadh alipozungumza kuhusu umuhimu wa elimu ya sharia. Angalia hapa pia kana samudhakaratuhu tasbihu,
wewe kutwali elimu ya sharia tasbih. Walbahthu anhu jihadun, mwakumbuka kuiresearch ni jihadi. Mpaka kawaambia, na sitaki kuingia huko, kawaambia jihadi yetu sisi, si jana nisema hivyo, jihadi yetu sisi ni malibrari yetu. Library zetu ndio jihadi zetu, kwa sababu ndizo silaha zetu za kupambana na ujinga na shubha na wasojua kusoma kuleta vurugo katika mujtamai wetu. Silaha zetu vitabu vyetu. Hatutaki nkuki sisi katika usome, wala hatutaki chembe katika usome, wala hatutaki bunduki katika usome. Ibnul Qayyim katika kusherhe kwake katika Zadul Ma'ad juzu ya 4 alisema al-ilmu silahun was-silahu li dharibihi. Elimu silaha, na silaha yategemea mpigaji, na mpigaji ikiwa ameisoma elimu ataitumia. Ni kama aloisoma silaha akaweza kuikontroli vizuri. Mkidhaifu kinyonge, wallahi bunduki ndogo tu itakuangusha wewe. Maneno ya hekima ya Ibn al-Qayyim. Sasa akasema yafuzu fi hadha zaman, anafaulu katika zama hizi, man yattakhidhu ilmahu silahan, mwenye kuifanya elimu yake ndio silaha. Yumazziqu bihi suhba aljahala, apasue kwa elimu mawingu ya kipumbavu. Wa manaran, aifanye elimu yake ni nara wa kung'ara, ya hadihi la sawa'i sabil, ya kumuongoza katika barabara ya sawa. Wa tariqan, na aifanye elimu ndia, yusiluhu, ya kumfikisha yeye, ila ma yatamanna minhu, kwa anayoyatamani, min raghdil aish, kutokamana na maisha mazuri, wa tuibil hayati, na uhai mzuri. Uhai mzuri, maisha mazuri. Ukiwa na elimu yatakupa maisha mazuri. Si pesa, utajiri ndio hukupa uhai mzuri na maisha mazuri, ni elimu hukupa hayo, kwa sababu elimu ndio hukuvumbulia wewe namna ya kupata senti. Si senti kuja tu, ndugu zangu ni katika imani, na waweza ukawa huna senti, lakini elimu ulionao ikawa yatosha kuwa ni utajiri kwa mengi unaoyajua ya thamani kupitia kwa sharia ya Mwenyezi Mungu. Yafahamuni vizuri. Wa talabuhu qurba, kuitaka elimu ni ukuruba. Ule unayemwona usoma usafiri, huenda huku akenda huku, huenda kwa shekhe huu akenda kwa shekhe huu, ujue ataka ukuruba na Mungu wake. Na huwezi kupata ukuruba na Mungu wake ikiwa huzijui barabara za ukuruba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila, na alwasila ni ukuruba, na ukuruba nshati barabara za kukufikisha kwenye ukuruba. Bila ya elimu ya sharia utatefuta wasila kwa mwenye, utefute wasila kwa sharifu, utefute wasila kwa kaburi, utefute wasila kwa marohani, kwa kisumbikizo kwamba kwa marohani wangu Muislamu. Inamwesikia story hizo? Ncho takuwa akava sura zake dhiye rohani, basi acha akija achotekateka a'udhu billahi minash shaitani rajim, subhanallah walhamdulillah. Unana akava hata Sheikh isifanye wasiwasi, rohani wangu Muislamu alokuambia nani? Ndizo hizo ghururi za adamu fahmi ilmi shar'i. Yoyote asofahamu elimu ya sharia huitegemezea marohani, akaifanya marohani wake Waislamu. Man qala lakum hadha alqawl, alovambia nani? Ama ikiwa twataka alochwambia Mtume, mwalimu wa Uislamu, mwalimu wa dini hii, alisema kila mmoja ametumiwa rafiki yake katika dini. Kwa hivyo kila mmoja kweli ametumiwa karinu minash shaitan. Masahaba wataka kusoma sisi hapa, kila nchuna jini, mtume ndiye alonena kwamba kila nchuna jini yake. Huna cha usingizi, kwa huna tauhidi, wewe ni mtupu, huna akida.
wale wacho mende akiangusa ikopo hulvasata zote za nyumba usemachoni uko jini huoga na ni iboye. Hakuna akida, hakuna tauhid. Kipanya kikileta matarakasho na mwasemaje hivi vipanya vidogo, heri panya buku. Asala, hivi vipanya zidogo zidogo tangia mmoja katika chumba tafikiria mengi ya simba. Huyal mara tapanda na namna ambavyo alizaliwa nje ya ndoa, hukupanda mpaka kakuchambaa ukamuusa tangia tini ya kichanda, akiingia katika babugisi tafikiri hupambuliwa ipaa. Basi hapo utasema tu sasa, a'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash hudhikadha, a'udhu billahi huendi mbeni hapo hapo, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ni mkipanya njini amekongelea. Hakuna tauhid. Lakini ikiwa kuna tauhidi akangia jini mwenyewe huona kwamba kwa hapa mimi siwezi kubaki kwa sababu mwenye nyumba hii ni mwenye nyumba tauhidi. Wangapi walioanguka katika sisi hapa? Lakini nitaka kukupa kitu kimoja. Wewe unenaye rohani wangu ni Muislamu, ni mchache wa ufahamu wa elimu ya sharia, kwa sababu mwalimu wa sharia asema kila mmoja ana qarin. Masahaba akamwambia, hata wewe ya Rasulullah umetumiwa katika shetani? Akamwambia hata mimi. Hata mimi. Lakini sikia maneno, illa anna Allah a'anani. Na kuna riwaya mbili, illa anna Allah a'anani fa aslama falam ya'murni illa bi khair. Hiyo ndio riwaya. Isipokuwa Mungu kanipa auni, kanipa msaada, fa aslama, akasilimu, haniamrishi isipokuwa khair. Kwa hivyo tukishika riwaya wa jini wa mtume kuwa ndiye pekee alosilimu, ni yeye peke yake anayeamrisha mazuri. Lakini kuna na kauli inayosema illa anna Allah a'anani fa aslamu. Kuna fa aslama na fa aslamu. Riwaya ya kwanza, Mungu amenipa msaada, fa aslama, ni kuwa amesilimu, hamuamrishi isipokuwa khair. Riwaya ile sema fa aslamu, Mungu amenipa auni, fa aslamu, kwa kuwa hakusilimu, mimi nasalimika na vitimbi vyako. Wako walonsilimisha nani? Tu ukhurafi na wacho vona mbii na kuva na majini, mbii na kuva na marohani. Na senti nzipi ulizo nazo na marohani wako? Wacho ufuga kuku wakiuza mayai, ufuga majini havana wakupapo, hukutesa na kukutesea vana, wala hupachi usingizi nzuri. Udhia tu. Challenge iliyoitoa, tupe dalili ya kusilimu wako, naelewa ya kuwa al-Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi anasema la tatamannau liqa aduwillah. Usitamani wewe kukutana na adui wa Mungu. Mashetani ni maadui wa Mungu na visasi vyao ni vya ajabu. Uwezo ukamfanya kitu kama hiki akadipa kisasi mpaka ukachua kaburini. Sasa hufai kutamani kuwa na maadui wa Mungu. Ndivyo alivyosema mtume. Hata hawa wenye ruqya zingine za sharia, zingine hata hazina sharia, waambiwa mpaka wewe uwe na atahsinati shar'iyya ili uende ukapache kuntoa jini kwa mwenye jini. Kisha venye vitabu wakatuambia kina Abdul Salam ya kwamba lao atapanda, ukizungumza akakubali kutoka, au aseme ni atatoka na akakupa ishara kutoka, wewe waambia piga sijdatu shukr, kwa sababu hakukufanyia na usumbufu, kwa sababu ni adui ya Mungu. Akikwambia usitamani, aweza kuruka kwa unayentoa akakurukia wewe unayentoa, tafanyaje? Lakini yote hayo kwa ufahamu wa elimu ya sharia. Bila ya ufahamu wa elimu ya sharia,
wewe Mungu wako atakuwa marohani, wewe Mungu wako atakuwa ni makaburi, Mungu wako atakuwa ni masanamu, Mungu wako itakuwa ni hirizi zilizoandikwa Qur'ani na zisizoandikwa Qur'ani, yote imekufanya kwamba kwa ni Mungu wako. Na wewe jitakase kwa sheria, kwa yeye ashari'i alotuwekea sharia, alotutumia mwenye kutufafanulia sharia, bas utapata uokofu. Wa badluhu sadaqa, kuitoa elimu sadaka. Wa dirasatuhu, kuisoma elimu, ta'dilu siyami wal qiyam. Haya jana Muadh hakuyataja, husawazika na saumu na visimamo kithawabu ukiisoma ikhlasan lillah, usishtuke. Muadh radhiyallahu anhu, ona sasa Muadh kwenye nakala hii ya hu alim, yeye aliyarudisha yale ambayo jana niliyataja. Ta'allamul ilma, jifundisheni elimu ya sharia. Fa inna ta'allumahu lillahi khashya, kujifundisha ni hofu na ni unyenyekevu. Wa talabahu ibada, na kuitafuta elimu ni ibada. Wa mudhakaratahu tasbihun, kutwali elimu ni tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, kuitafuta elimu na kuresearch elimu ni jihadi. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqa, kumfundisha asiyejua sadaka. Wa badlahu li ahlihi qurba, na kuitoa kwa wastahiki kupewa ni qurba. Hilya volume ya kwanza safha 239. Pia kataja Imamu Nawawi katika sharhi muqaddimatil majmu' safha 51. Al-Imamu Malik, al-Imamu Ahmad rahimahullah. Imamu Ahmad, Mungu amrehemu, sikiza anavyosema: annasu ila al-ilmi, annasu ila al-ilmi. Umeona? Samahani, angalia, kuna ambao wakiambiwa kusoma husema kusoma si muhimu, kusoma si muhimu, au si? Kusoma si muhimu, muhimu mambo mengine. Allah yahdihim wa yahdina jami'an. Lakini sikiza maneno ya Imamu Ahmad. Imamu Ahmad wangia hata ukuta wake wewe. Huyu Imamu Ahmad nakala anazozisema ni hizi, nitawatafsiria. Wewe wasema kinyume na Imamu Ahmad. Imamu Ahmad aliona elimu ndio bora kuliko kitu chochote. Kweli bwana, kwa nini isiwe hivyo? Hawa ni wanavyoni walioifahamu Qur'ani, wakastambit masail al-ilmiya al-fiqhiyya kupitia kwa nususi za Qur'ani. Sasa haiwezekani mimi leo achiniwe na ijtihadi ya kunshinda al-Imamu Ahmad. Hapana. Sasa nsikilize anavyosema: annasu ila al-ilmi, vachu kwenye elimu, ahwaju minhu, wanahitajia zaidi elimu, ila tuami wa sharabi, kuliko kuhitajia kufuatia chakula na kinywaji. Farrajulu, mtu, yahtaju ila tuami wa sharabi marra au marrataini, huhitajia chakula na kinywaji mara moja ama mara mbili. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'addi anfasihi, ni maneno ya sahibul madhhab, imamu katika maimma wa madhahebu, al-Imamu Ahmad bin Hanbal, sahibu musnad al-iman. Hata Fathur Rabbani ilionukuu musnad ya Imamu Ahmad, vitabu vikubwa hivyo, ndio anaosema hivi: wewe kwenye kula tahitajia mara mbili ama mara moja, hitajia mara 5. Lakini elimu biaddi anfasihi, kwa idadi ya kupumua kwake. Mtu saa zote huankusoma tu mpaka chiwe kaburini. Si ujione kwamba kwa mimi tayari nishailimika. Alochangaza tayari nishailimika, wanavyoona wasema yeye ni mpumbavu.
lakini mwerevu kila akisoma huona hajasoma, kwa sababu kikomo cha elimu kuu isiyofikika kwa Mungu tu, alladhi ahata bikulli shay'in ilma. Wewe huna ihata ya kila shay, kwa sababu wewe ni mwanadamu na ni mpungufu hata kwa ulichokisoma. Toi, maneno makali. Wa bil ilmi shar'i, na kwa elimu ya sheria, taarifuna rabbakum, mutamjua Mola wenu mlezi. Bila elimu ya sharia hamwezi kumjua Mola wenu mlezi. Asma'ahum, mutajua majina yake. Mkijua majina yake hamutatawasali kwa majina ya mashekhe wala majina ya mawali wala majina ya hapana, mutatawassal kupitia majina ya Mwenyezi Mungu. Lakini mpaka kwa elimu ya sharia, wa af'al wa sifatihi, utajua na sifa za Mungu. Ukijua sifa za Mungu, humpi Mungu sifa isipokuwa sifa stahiki, na huwezi kumpa mwanadamu qat'an abadan sifa za Mungu. Leo baadhi ya vitabu ukisoma, kina Abdul Qadir Jilani wa al-Jilani wamepewa sifa za Mungu na watu hata hana habari. Ahlul Badri, nyimuito wal-Badiri, hao mumewapa majukumu ambao si yao. Wengi hutawasali kupitia kwa Ahlul Badri, wengi hutawasali kwa majina ambao si ya Mungu na kutawasali hata kwa sifa ambazo sizo zake. Yote ni kukosekana ufahamu wa elimu ya sharia. Wabihi, na kwa elimu ya sharia, taarifuna amrahu wa nahyahu, mutajua amri yake na nahi yake. Amri ya Mungu na katazo la Mungu mutaijua kupitia kwa elimu sharia. Wa hududahu, mutajua na mipaka yake. Aliposema wala ta'tadu, aliposema tilka hududullahi fala ta'taduha, aliposema waman yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsahu. Kwa elimu ya sharia utajua mipaka ya Mungu. Wa shar'ahu, utajua na sharia yake. Wa bihadha kullihi, na kwa haya yote, tatahaqqaqu lakum khashyatullah, kutahakikika kwenu hofu ya kumwogopa Mungu. Alikosema Mungu inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, ni kule kwa kujua sana na ufahamu sana wa sharia ya Mungu. Kwenye kututafsiria wanavyoni wasema inma yakhshahu, hakika wanamwogopa yeye. Haqqa khashyati, uhakika wa kumwogopa. Al-ulama'ul arifuna bihi, ni wanazuoni wenye maarifa naye. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lahu, kwa sababu kila maarifa ya mtu yakiwa maarifa ya kunjua Mungu, atamma, imetimia. Wal ilmu bihi akmal, na ujuzi wa kunjua Mungu kwa umekamilika. Kanatil khashyatu a'zama wa akthara, kuogopa na hofu kutakuwa kubwa na kwingi sana. Ndipo mshairi akatuambia, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, soma soma soma. Ngoja hapa nikupe faida moja. Angalia hata mahafidhi wetu wa Qur'ani, sisi huambia hifadhini na someni, hifadhini na someni. Lakini kuna baadhi ya dhalimu mahafidhi, tukivapa nafasi ya kutuhifasisha wana, huichia siasa mbovu kana yeye mwenyewe alivyomuovu, kwa kumwambia mwana wewe shika hifadhi tu, sishike taalimi, kwa sababu ngumu. Na tumekula changamoto kweli kweli. Kasumba hizi zikaikia kwa vana ya kwamba kuhifadhi tu ndipo ukoona kumehifadhiwa, lakini vachu havana elimu. Sasa tukajaribu, mimi ni mmoja nimejaribu sana katika markazi yetu kuifuta kasumba hii feki ya hawa baadhi ya mahufadhi, lakini tukatumia siasa. Kamwambia mwana,
Nsikilize, Abdurrahman Sudais anaongoza haram swala ulimwengu mzima, ni hafidh wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na ni doktor katika sharia. Kina Shureim, kina Mahir, mahafidhi wote kama si wengi, wote utamuona mtu kitabu cha Mwenyezi Mungu kwao, na hapo hapo elimu ya sharia. Raha kweli kweli. Sasa hawa wenye kuvunda siasa hii lazima wavundwe kwa kupewa taaluma. Hakuna raha shekhe, kitabu cha Mwenyezi Mungu hapa na elimu ya sharia. Ona mahafidhi, mimi nitamtaja kana mtoto wangu Muhammad Bahero, barakallahu fihi wa jazahullahu khairal jazaa. Yeye anatuongoza salatu tarawih, hifdhi alhamdulillah, sharia anao, kijana ninayemwamini kuweza kumpeleka pahala popote katika vijana wangu. Ati hifdhi hata taalimi takuvandhuka na Qur'ani tele kwenye mashikio yako, kwa sababu hiyo Qur'ani inataka ufafanuzi mpaka usome ilmu shar'i. Sasa tunapigana na nyinyi mahafidhi, tusaidieni, wateni hawa kuwapotezea watu wakati. Wale kina Sudesi wote someni tarehe zao. Hakuna sema kwamba kwa nilishika hifdhi tu kisha ndio kashika sharia, au nilishika sharia tu. Walitanganya. Kusoma ni uamuzi na kuntegemea Mwenyezi Mungu na kumuomba Mungu taufiki, na hilo ndilo lililokosekana kwa wengi. Mtu huhifadhi tu akasema atahifadhi, ndipo ukaona kitabu cha Mwenyezi Mungu hakikuwapamba wengi katika watoto wetu, isipokuwa mmoja mmoja. Mtu takihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, lakini tamwona mtu kana mtu wa maskani, maneno ya uchafu, vitendo vya uchafu, mavazi ya uchafu, vikuku, mipira, nini, ujinga mwingi, na ana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu huna sulukiyat, huna tarbia, wanjibu mamako ovyo, wanjibu dadako ovyo, kitumwa nini, na ni hafidhu kitabillah. Mushkili uko wapi? Mushkili kwa kuwa hawana elimu ya sheria. Na nikisema hivi sifanyi istisna, nasema hata kwa mtoto wangu Muhammad Bahero mdogo, bila sulukiyati itakuwa ni hifdhi nyimbo tu kama me ikizidi itakuwa ni kutubabaisha kwa sauti nzuri katika kibla. Ndio hifdhi. Nasema hivi challenge, na nyinyi mko mahafidh kina Hussein, hifdhi nkungia hapa kutusomesha, kutusikilizisha kina Shuremu na kina Sudaisi. Bas wewe mwenyewe hukumpata Shuremu kivitendo, hukumpata Sudaisi kivitendo. Hapana, lazima tuwe na suluk, lazima tuwe na tarbia, na Qur'ani ni kitabu cha tarbia. Ikiwa umekihifadhi tosha, wewe mwalimu nchaani wa kutuvutia vijibarobaro vilioko maskanini, si wewe kuweko kwenye maskani. Ima upatikane katika makeram, ima upatikane kwa hizi zichwazo leo chwae plus uko hapo, na ni hafidh kitabullah, mara karata hafidh kitabullah. Nini mushkili? Mpahala pamoja tu, elimu ya sharia havana, walitosheka na hifdhi. Tuzindukeni sote kama wazazi, tuwape vibano hawa kurutu ambao hawajielewi mpaka sasa. Mtu kisha kuhifadhi yona basi. Umuhimu wa kujua elimu ya sharia. Sikiza hapa semaje, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Soma, elimu mpambo kwa mwenyewe. Mtu alosoma pambo lake huwa ni elimu, na liwe humpamba kielimu. Asikuone Mungu ila kwenye maamrisho, asikupate kwenye makatazo. Wa fadhlun wa unwanun likulli almahamidi. Elimu ni fadhla na ni unwani kwa kila mambo mazuri. Tafaqqah, sikia maneno, soma na upate fahamu. Fa innal fiqha afdalu qaidin. Fikihi, ufahamu ndio kiongozi mzuri. Fikihi, ufahamu ndio kiongozi mzuri. Ukitaka kuwa kiongozi, kuongoza watu kwenye mambo, huna fikihi, jambo halivi, jambo halisimami. Vipi hapo jamaa? Jambo halisimami ikiwa haliongozwi kielimu. Jambo huvundika
limekamilika likiongozwa kimbirimifu, na kimbirimifu ni kuongozwa jambo bila elimu. Tafaqqa, soma na ufahamu. Fa innal fiqha afdalu qaidin, fiqhi ufahamu ndio kiongozi bora sana. Kiongozi kukuongoza kwenye nini? Ila albirri wattaqwa, kwenye wema na ucha Mungu. Wa a'dalu qasidin, na makusudio ambao ni sawa ya mizani. Tayib, hadhihi alayat, isikize aya hii sasa kwenye kufunga muhadhara wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwamrisha Mtume Muhammad kwa kumwambia hivi: qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hii ni al-istifham bimaana nafi, ni istifham kama njia ya kuuliza swala, lakini maana yake ni kukataa. Je, walingana wajuzi na wasiokuwa wajuzi? Hal yastawi al-ama wal basir, ni hapo hapo nkana kuambiwa jaza mwenyewe. Hivi kipofu huwa sawa na mwenye mato? Hal yastawi adh-dhulumatu wan nur, hivi giza huwa sawa na nuru? Ukijibu haya wisawa, na alosoma amesoma si sawa nawe mjinga ambao hukusoma. Tena alosoma kwamba kuwa nimesoma si sawa na mjinga, hata kama una mukhalafa wake, msomi una ukhalifu wake, pia bado ni msomi kwa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hii ni sahihi, kumbe haina wasiwasi wote. Mathalu alladhi yuallimu an-nas al-khaira, mfano wa yule anayefundisha watu khairi, wayansa nafsahu, lakini akajisahau yeye. Kamathali siraji, ni kama mfano wa taa kandili yeye. Yudhi'u lin-nasi, huwapa watu miangaza. Kuwapa watu miangaza ni faida si faida? Wayahriku nafsahu, lakini huichoma mwenyewe. Hapa ina maana hii hadithi ya kwamba msomi ni msomi tukuwa miangaza kwake na uongozi kwenye usomi, hata yeye ikiwa ameukhalifu usomi wake ni hiyo takandili kuichoma mwenyewe, lakini faida. Mbona husemi takandili huichoma mwenyewe ukaimbiria pikipiki ukaketigiza? Mbona waiwasha ukijua kwamba kuwa nimeiwasha miangaza nitaipacha, lakini huidhuru yenyewe? Na mwanachuoni ni hivyo hivyo kwa Mtume kumpigia mfano. Sasa swala, mbona mwanachuoni wengine wakisimama wakitoa salamu wataka kuwahutubia ndio kutoka misikitini? Mbona ukimbia? Na hapo ukitaka kuni challenge nishati uwe na mustanadat au vipi hapo? Shati uwe na mustanadu shar'i kwa kadha ya kuweza kupinga neno la Mtume kwamba kwa hapa tumis muhya nini alfaida minhu wa tumisa. Lakini angalia, mpaka takandili kupigwa mwanachuoni huichoma mwenyewe, lakini tukua miangaza. Hii ni dalili ya umuhimu wa mtu kujua ufahamu wa elimu ya sharia. Tumalizeni sasa. Hapa ni istifham bi maana nafi, kwa maana la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hawalingani wajuao na wasiokajua. Lakini akasema inma yatadhakkaru ulul albab. Mungu awajua waja wake. Sheikh angalia sema inma yatadhakkaru ulul albab, akumbukao hayo ni mwenye akili. Sasa angalia, tambona nchu ni njinga lakini hudai akili, hakusoma hudai amesoma. Msomi akavata kwambia wewe wachana na yule, tena kwambia wachana na shekhe yule, amesoma wapi? Mbona kuliondosha la shekhe? Mumenipata? Kwa sababu mtu kutojielewa huwa ni tana na yule msomi, wachana naye shekhe yule, alisoma wapi? Na wewe toko dhaliwe kwako ni majarifa tu na mayema, tanjua nsomi achikisho sema watoka yuani watoka Yemani, huyabadilisha
zile dhihami za kunini, wasema kwamba ni somi gani yule, alisoma wapi? Sawa sawa. Yote hayo nayarudisha umuhimu wa mtu kufahamu elimu ya sheria. Tayeb, wayuradu bidhalika alilmu ash-shar'i. Wallahi ndugu zangu katika imani, walaula alilmu, lau si elimu ya sharia, ma ruhna wa ma jina, tusingekwenda popote wala kurudi popote. Hata kwenda na kurudi wewe, elimu ndilo linalokuongoza. Umeona pale tukasema fa'lam bada Allahu bil ilmi qabla al qawli wal amal. Mungu ameanza kwa kusoma kabla ya kunena na kutenda, lakini kuna watakao kutenda kabla ya kusoma. Na Mungu asema fa'lam, iqra. Yote ni umuhimu kwanza wa kufahamu elimu ya sheria. Laula alilmu ma kunna nusawi shay'an, bila elimu tungekuwa hatuwezi kusawazisha chochote. Qala Ibn al-Qayyim fi nuniyatihi, Ibn al-Qayyim katika nunia zake, mashairi yake aliyogonga kwa nuni, asema wal ilmu aqsamun thalathun ma laha, elimu vigawanyo vitatu, malaha halina vigao, min rabi haina kigawanyo cha nne, wal haqqu dhu tibyani, na hakiko wazi na bayana. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi, pana elimu ya kujua sifa za ilahi, sifa za Mungu na matendo yake. Wa kadhalika al asma'u lirrahmani, hivyo hivyo kujua majina ya Rahmani. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, na maamrisho, amri na katazo ambayo ndio dini yake. Wa jazaohu yawmal mi'adi thani, na kujua malipo yake wakati wa miadi ya pili, watu kutolewa hapa kwenda kukusanywa yaumul mahshar. Tilmidh Ibn al-Qayyim, mwanafunzi wa Ibn al-Qayyim, al-Hafidh Ibn Rajab rahimahumallahu jami'an, asema hivi: al-ilmu an-nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha, elimu yenye manufaa kwenye elimu hizi zote. Dhabtu nususil kitabi wa sunna, ni kudhabiti nasi za Qur'ani na hadithi. Hii ndiyo elimu ambao yenye manufaa kuliko elimu yote. Wafahmu maaniha, na kufahamu maana yake. Wataqayyudu fi dhalika, na kujifunga katika hilo. Bil ma'thuri ani sahaba, kwa kilichopokewa kwa masahaba. Wattabi'ina, na waliokuja baada masahaba. Watabi'ihim fi maani al-Qur'an, na walokuja baada hao katika maana ya Qur'ani. Wal hadithi, na maana ya hadithi. Wa fima wurida anhu min al-kalam, na kwa yaliyopatikana kwao kutokamana na maneno. Fi masaili al-halali wal haram, katika masala ya halali na haramu. Wazuhdi waraqaiq, na masailu az-zuhd na masala ar-raqaiq, yote yako katika vitabu. Wal maarifi, na maarifa, wa ghairi dhalika. Wal ijtihadi, na kujitahidi. Fi tamyizi sahihihi, katika kumaizi sahihi yake. Min saqimihi, kutokamana na hadithi ambao ni saqim, ugonjwa dhaif, awala, tena mwanzo. Watafahumihi thania, na kufahamu kwa la pili. Wa fi dhalika, na katika hilo. Kifayatun liman aqala wa inshaghal, hutosha kwa mwenye kushughulika na mwenye kutia akilini. Liman bil ilmi nafi, kwa yule ambaye kwa elimu ya manufaa. Ana washtaghala, amelichia maanani na kushughulika. Ndipo fadhlu salaf utapata hayo safha 46 mudhakkira. Ibn Baz kasema hivi: alwajibu ala almuslimina, wajibu kwa waislamu. At-tafaqquhu fi dinihim, ni kuwa nafahamu, kuifahamu dini yao. Wa alla yatajawazu hududa ma anzala Allah, wasikiuke mipaka aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu. Wa an yahrisu ala fahmi ahkami dini, wawe na pupa kufahamu dini yao. Qabla ayi shay'in, kabla ya kitu chochote. Wakad dhakara baadhi ulama, wametaja baadhi ya wanavyoni, annahu ta'ala, kwamba yeye Mungu aliyetukuka. Faddala al-kalba al-muallama, amemfadhilisha jibwa lililosomeshwa. Ala al-kalbi al-jahili, kuliko jimbwa koko. Bi an abaha akla saidihi, kwa kuruhusu kula kiwindo chake. Mbwa alopewa treni, alopewa zoezi,
ukipiga bismillah pa huyo bismillah akakushikia hata akakuulia, hakuna wasiwasi, taondosha tu zile sehemu na ni halali kwako. Angalia, kapewa cheo mbwa najisi kwa elimu akawa na sharafu, wewe kwa elimu utakuwa na sharafu gani? Ndipo ukaona mbwa hulinda majumba, mbwa hulinda maofisi, majibwa hulinda mabenki, bali majibwa hutumwa hata benki. Na kama ni hodari akifungiwa bahasha asha kwenda kutoa pesa, amefungiwa hapa na hutembea barabarani hana wasiwasi, yuenda kupeleka pesa kwa bwanake. Wewe si hodari, wapenda pesa za bure, nenda kazitukue. Mafhumu? Hiyo ndio mijibwa ilopewa sharafu kwa sababu ya kusoma. Wewe bora kuliko mbwa, ukisoma utakuwa bora kisampuli gani? Na hatutaki kusoma, takatukinyuka chuve na dhuvoni tu. Tayeb, wa bai'ahu wa tarbiyatahu. Tena jibwa lililosomeshwa yafaa hata kumuuza na hasfa hata kumlea, na ni masala yake yote nitakuja kuyasoma kwenye durusi za mbele za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru ismallahi alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Litafsiri hili tu kwa kuhatimisha, wanakuuliza wamehalalishiwa nini? Sema mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri na mlichokifunza wanyama kuwinda na ndege wa kuwinda pia wakiingia katika hao mawindo, mnawafunza alivyowafunza Mwenyezi Mungu, basi kuleni walichowashikia. Imagine jibwa hilo. Wewe yote ni umuhimu wa kusoma. Wakala sallallahu alaihi wasallam, mwenye kumlea jibwa si kwa jambo lingine isipokuwa kwa kuwinda tu, kwenda kuishikia paa, kuishikia wanyama msituni, ama kwenda kuwalinda wanyama madishoni, ama kufanya harasa majumbani na vinginevyo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kulea kihivyo si kwa ajili ya kuwinda, kwa kulinda ama kutunga, basi umepungua ujira wake kila siku kwa qirat, na qirat ni kupunguziwa thawabu nyingi sana, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lakini na maana gani? Ukimlea jimbwa kwa hayo, kuvinda, kulinda, kukutungia wanyama, ni mlinzi wako, basi hutoka kwenye upungufu wa hizi thawabu. Tena shika hii fatwa iliyotolewa na Darul Ifta, yote ni katika umuhimu wa kusoma. Yajuzu iqtina'ul kilabi, yafaa kulea majibwa, allati yahtajuha almukallafu, ambao mwenye kukalifishwa anahitajia, fi hayatihi wa amalihi, katika uhai wake na katika kazi yake. Bisharti, kwa sharti, alla yurawi al-aminin, asile mijibwa kuwachusa wenye amani, au yuz'ija al-jiran, ama kuwababaisha majirani. Ule mijibwa mfujo tu, majirani hawapati kulala. Waqtina'ul qalbi al-muhtaji ilay, na kumlea jibwa anayemuhitajia, la yamna'u min dukhuli al-malaika, haizuii na malaika kuingia kwenye hiyo nyumba, ala qawli kathirin min ahli alilmi, kwa maneno ya wengi katika waliopewa elimu. Huu ndio umuhimu wa elimu ya sharia kwenye sehemu ya 5, na tutaweka nanga hapa na kwenye mengi tuliyoyaacha tupate kushika mengine. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Maswala kuanzia 1 mpaka 5 basi peke yake. Naam, la kwanza. Afwan. Naam.
Vipi? Waweza kuwapa wasiokuwa Waislamu wale, kwa sababu wao hawakulazimishwa hilo hala kufrihim. Na wasiokuwa Waislamu usiwapeleke mbali. Pana wasiokuwa Waislamu huja kukufulia wewe, kukufagilia, na pengine nchani pana Mkristo na watoto wake hapo, waweza kuwapa kwa msimamo wa wanavyoni wetu tegemeo. Wallahu alam. Ni hukumu gani ya mwenye kufanya kazi ya bodaboda kuntukua mtu kumpeleka kanisani? Amensaidia katika ushirikina wake kwenye Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hukumpeka msikitini, umempeka kwenye ushirikina. Wallahu yaqul wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Naam, Ali. Naam. Wenye kulea mbwa. Naam. Kutokuwa kipofu akaenda naye msikitini, bila shaka ikiwa ametreniwa hivyo, ametreniwa, nimekwambia ametreniwa jibwa shekhe huenda bank na akaunga laini na check iko hapa, rafiki yangu, idare uiangalie mafumu, na akenda akatoa pesa na akatunguka kwenye barabara mpaka kafika nyumbani. Sasa ikiwa ni kweli ndugu yangu Ali ya kuweza kukochiwa huyu mpaka muononi kipofu ansairi sairi mpaka mlangoni pale ende zake, sawa, hizo katika hizo taalimi ambazo hazikukatazwa kisheria. Wallahu aalam. Naam. Fihi kuna nakala, ndio hiyo nikawaambia nitakuja kuwazungumza kwa pande zote haya ya masala najisi si najisi, wapi najisi wapi si najisi. Acha nitazungumza kwa ufafanuzi kuliko ufupishi wa swali biidhnillahil karim. Anwar. Muislamu hafai kufungua hoteli, na hili limeafikiana na ulama asri na kina Ibn Baz, kina Uthaymeen, ya kwamba Muislamu hoteli yake ifunge katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umefahamiana? Wakatupa barabara tu ya kwamba wenye maduka hawafungi kwa sababu si Waislamu tu wanunua, huja sio kwa Waislamu wasio lazimika hayo. Mafahamu? Kwa hivyo la yajuz kufungua mat'am fi shahr Ramadhani al-mubarak. Wallahu aalam. Yusuf. Naam. Naam. Misikiti Ramadhani yaja sana. Ya kusimama, ya kukaa. La, hadithi inasema inma ju'ila al-imamu liyutamma bi. Imamu amefanywa kuwa kiongozi wa kuandamwa tu. Akisimama simameni naye, akiketi ketini naye. Sasa imamu amesimama na maamuma, wewe hukusimama umeketi kwa hoja hiyo nafasi, itakuwa kuna mukhalafa hapo kabisa, mpaka aketi ndio nao swali kwa kuketi. Ameswali kwa kusimama, mkuswali kwa kusimama. Hakuna namna yoyote katika msikiti mpaka kupungue watu, watu wapungue,
hata kama kwa utasimamisha jamaa ya pili, kwa sababu kwenye itikadi yangu yafaa jamaa ya kwanza na yafaa jamaa ya pili kwa dharura zisizoepukeka. Wallahu alam. Lakini hawezi imamu awe usimeme na maamuma wewe umeketi kwa hiyo hoja. Hata nilitaka kuleta tambihi hapa katika msikiti wetu pia. Mimi muono wangu naona huko mukhalafa hupatikana kwa baadhi ya watu. Ikiwa mtume amesema imamu amefanywa andamwe tu, ni imamu andamwe tu. Kwa hivyo imamu akisujudu, ukisikia takbiri ya kutoka kwenye sijda, uko katika jalsa baina sijdatain, haki wewe kutoka na wewe ukakaa na yeye. Lakini mimi naona imamu huwa amesujudu, ametoka kwenye sijida, watu bado wako katika sijida. Na ukitukua huja ya kwamba niko katika sijida, tumeambiwa ndio karibu wa Mungu, basi nafanya dua sana, hata kwanza uswali peke yako, hiyo ni kuwa peke yako. Sasa wewe ni maamuma wewe nkumwandama imamu tu. Kwa hivyo sio imamu ametoka kwenye rukuu achi wewe ukatuonyesha wali bado uko kwenye rukuu tu. Imamu achi ametoka kwenye sijda katika jalsa baina sijdatain, ataka kwenda mara pili uwe bado tu. Akitoka ndio uende kama hupisana na imamu hivi. Hii ni makosa. Imamu ni andamwe. Wewe imagine sisi tumeambiwa kumwandama imamu, na nimeyapitia sana haya masala na nilikuwa na kinyume na masala haya. Sisi zamani tulikuwa tukiingia misikiti kusali salatul fajri, ni misikiti ya kunuti, basi wakikunuti sisi huangusha mikono hivi. Na hapo tukiitakidi ya kwamba kuwa tumefanya sunna kweli kweli, na kumbe sivyo katika sharti za kufuata. Waambiwa ikiwa ni usikose jamaa, umepita msikiti ni msikiti wa bid'a, uswali jamaa alfajiri ni hiyo mara akapiga kunuti, waambiwa wanyosha mikono kunuti na. Kwa nini? Kwa kule kuwa ulama wetu wakubwa hakadha. Kwa hivyo hapa imamu akitoka kwenye sijda, tokeni katika sijda. Naam. Utakuwa pia umekhalifu vile vile. Sisi tushike hivi amefanywa imamu kuandamwa na wewe ni maamum. Imamu ametoka kwenye rukuu ameenda kwenye sijda, unamfuata kwenye sijda, usifanye ni nchwa kunuti sana ya kwamba kuachi imamu tayari usujudu. Kisha kwanza angalia, msinielewe mbaya, angalia ma maana al-qunut. Wapenzi wa kunut, ma maana al-qunut? Asitoke nsomi kunijibu ma maana al-qunut. La, nataka maana kunuti kwenye asli ya kilma chenyewe, kwa sababu hata hiyo itwalatu dua ni kwa hiyo bil kunuti. Hiyo kunuti nini? Sema imam. Unyenyekevu. Mashallah. Al-qunutu maanahu al-khushu'u. Ndipo Mwenyezi Mungu asema waqumu lillahi qanitina inna Ibrahima kana ummatan qanitan, au sivi? Unyenyekevu. Sasa unyenyekevu ni kwenye hiyo dua ufanya unyenyekevu. Hebu niambie, imamu akitoka kwenye rukuu ameanguka kwenye sijda, hakuleta kunuti, wewe ni nchwa kunuti. Khushui katika dua iko wapi? Lakini hapo tukiyasema hivyo, nyinyi hufikiri kwamba kwa ni vina bahero kupinga kunuti. Ndipo ikawa kwetu sisi kila kitu kunuti. Kukizuka matumbo kunuti, kukipigwa Waislamu kunuti, kukifanya nini kunuti. Kunuti hakuna mashauri kwanza tufanye hivi kunuti hivi nshindikizo, lakini nitakavyo mimi. Isiuvavona tunao miujiza hiyo hapa misikitini. Imamu akisujudu achimada, imamu hayatoka kwenye ile ni sijda kwanza kuja katika jalsa, ameenda naye sambamba.
khushui kwa hiyo dua ya kunuti yako iko wapi? Ni ile kutovunda tu ulilolizoea ama kutolivunda kiukaregezi. Manake kuna wakati mwingine sisi mambo wafanya kukaregezi tu ili nione ya kwamba basi vachu wote uniform wako kwenye sijida isipokuwa vachu wawili kana indi weupe, mmoja kusi mmoja kaskazi. Okay, vipi jamaa? Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, hatuyavanyi njugu katika swala, hatuyavanyi njugu katika swala wala sunflower. Na pia miujiza hiyo iko swali na wache hiyo hawaisi mimi wakiangalia kumbukumbu wala Allah amin. Njugu hatuyavanyi njugu katika swala, zote hizo ni katika sharral umur, ziada katika sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hivyo nilenge mtume alifanya Allah alifanya hivi. Jamani, sibghat Allah, hii dini ni pambo la Mungu. Waman ahsanu min Allah sibgha, nani nzuri wa pambo kumshinda Mungu kwa wenye akili? Hivyo ni nzuri wala Allah. Na kuna miujiza katika hata hizo kunuti. Mmoja huona ataka kuanda haya mambo, lakini nafasi nchacha. Wasala Allahumma hadina fi man hadi salala. Kuna sasa, ngoja sisi tuliambiwa ukiomba nyosha mikono tayari imeelekea. Iko kuomba angalia mbingu. Basi ukaenda katika kunuti ya haram Maka ndio bala zaidi. Wengine wakifanya kana kumwambia Mungu jaza. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mwisho, wakifanyaje? Sharra ma qadait, lifinike. Maana ngombe moyo wakina sharra ma qadait, miujiza hapa pia nao sihaba. Sifikiri hapa ni defense tu ziko kali, lakini sihaba kuna wachu hujaribu kweli na wakapata nafasi kiasi ya miezi 2-3. Tumeondoka kwenye kambi hapa, watateza mpaka Supala hapa, lakini nafasi hiyo hakuna. Na tukifa jeshi tutaliweka imara kwa sababu tunawasomesha, au sio? Litashika defense kali sana. Hakuna nafasi ya kumkhalifu mtume kabisa hapa. Tusimameni hapa kwa leo, tungojeni mambo tamtamu yaliyobakia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, na musife moyo kuja kuwashajiisha mashekhe kwa ya mwisho. Na mtume ametuambia innamal a'malu bil khawatim, na pengine mwisho darasa zitapamba moto zaidi. Na kwa yote namnyenyekea Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu, atupe taufiki kwa tunayoyatenda, na kila tunalolitenda asitunyime malipo yake. Ramadhani tulionao Mwenyezi Mungu waifanye kafara ya kihakika ya miezi yote, na liko kwenye hadithi, lakini nakusudia upungufu tuliopata kwenye Ramadhani iliyopita basi iwe ni ukamilifu kwa Ramadhani tulionao. Wala Mwenyezi Mungu asijalie kutokea pingamizi yoyote ya kulimaliza 10 lililobaki. Mwenyezi Mungu takabali dua. Isipokuwa na wapa ujumbe, leo sisi tutaanza itikafu. Kwa hivyo itikafu yawezekana kufanya na hakuna udhia. Utapachikana udhia kwenye, na hao tumefanyia istifsar na Al-Akh Said kwa watu wahusika wenye kuelewa kanuni hizi. Hamna wasiwasi, tunaweza kufanya nini itikafu. Lakini hakikisha ukimaliza swala ya tarawehe, ima uko tayari kabisa, ama uende ukajiandae chap kwenye saa 4 hiyo. Kwanza tukitoka nini 3 4
3:35 ni 4 kasri. We target hapo. Ukitoka hapa kwenye tarawih tukimaliza kalma huwa ni hapo hapo kasri 20 ya makasrob. Nenda kashike bagi yako kama tayadha, kama tejia nusu, kama nini, hakuna wasiwasi. Lakini uje uwahi hapa. Lakini sharia nyingine, watu wakishaingia saa 4 ishapita, milango yote hakikisha imefungwa. Naam? 4 bado 5 kadha milango imefungwa. Kisha hata kama nkuswali ile qiyamul layl, zisitoke speaker nje, zitumike speaker za ndani. Usitoke hapo, sharia usionekane nje, ni uonekane ndani. Na kama kuna ruhusa ya hii ibada kwa nidhamu, mweko ndani na milango imefungwa. Tutahitimisha Ramadhani salama salimin. Ukaidi, kutojali, nshujaa, unakifua, takuja santa kavo na pepa bagi yangu. Nilikwambia jana, kamwambia imamu ule, tapo kwa pepa bagi yako, waume waile na makofi ule na urushwe kwenye kigari. Na zamani kulikuwa gari hapa za kupakia hawa mahabusu ikiitwa Fatuma, wenyewe wakiita Fatuma. Ukileta mkasa, ingia kwa Fatuma, wewe huntefuta Fatuma na Fatuma kombe yako. Tumeelewana? Tusive ni wakaidi, ili tuhatimishe kwa salama salimin. Na zaidi niliyosahau kwenye tarawehe tawakumbusha, kwa sababu hapo itakuwa ni kipindi tena cha kuanza Yoshua. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.